tuanze ibada hii ya siku ya Bwana ya tatu baada ya Utatu Mtakatifu, ikiwa ni siku kuu ya KKT, na tuanze ibada hii katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukishirikiana kusoma Zaburi ile ya 34 mstari wa kwanza mpaka ule wa 9. Zaburi ile ya 34 mstari wa kwanza mpaka ule wa 9, tutasoma kwa kupokezana mstari baada ya mstari. Zaburi ile ya 34 mstari wa kwanza mpaka ule wa 9. Nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zi kinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliadhimishe jina lake pamoja. Wakamwelekea macho wakati wa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Malaika wa Bwana hufanya kituo watu wazunguka wa mchao na kuwaokoa. Mstari wa 9 tuseme pamoja. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wa mchao hawahitaji kitu. Amen. Tuombe kwa ajili ya ibada hii. Bwana muumba, mkombozi na mfariji wetu, tunapokusanyika kukuabudu katika roho na kweli, tuombe kwa unyenyekevu ufungue mioyo yetu iweze kupokea mahubiri ya neno lako, ili tuweze kutubu dhambi zetu na kuamini katika Yesu Kristo aliye mwokozi wetu pekee, na tupate kukua katika neema na utakatifu. Utusikie kwa ajili yake. Amen. Bwana Mungu wetu yupo hapa, yupo pamoja nasi. Tumsujudie, tumche, tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika mbele ya uso wa Mungu kumtukuza kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake, kusikia neno lake takatifu na kuomba uishi roho na miili yetu. Kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na sisi tu wenye dhambi, hivyo basi na tumuungamie Mungu dhambi zetu katika roho ya toba na imani, tukimuomba msamaha wa dhambi. Kiti chako cha rehema na kitazama, magoti napiga pale, Tuungame tukisema: Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, mimi niliye maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, naungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimekukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini nazijutia dhambi zangu na kutubu kweli, na kusihi kwa rehema yako iliyo kuu unihurumie na kuniokoa, mimi niliye maskini na mwenye dhambi.
E Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Amen. Mungu mwenye enzi, Baba wa rehema, amewahurumia akamtoa mwanawe pekee awafie msalabani. Kwa ajili yake na watangazia kuwa Mungu kwa neema yake amewasamehe dhambi zenu zote, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukiushangilia msamaha wa dhambi, antifoni na zaburi ni ukurasa wa 290. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, E Mungu wangu mfalme, nitakutukuza. Kila siku nitakuhimidi, nako milele na milele. Bwana ndiye mkuu mwenye kusifiwa sana, wala ukuu wake hautambulika. E Bwana, kazi zako zote zitakushukuru, na wacha Mungu wako watakuhimidi. Ufalme wako ni ufalme wa zamani zote, na mamlaka yako ni ya vizazi vyote. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na iwe sasa na siku zote, na hata milele na milele. Amen. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Tumwombe Bwana katika amani. E Bwana, tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu. E Bwana, tunawaombea wote wanaoingia nyumbani mwako, wanaokuabudu na kukusifu. E Mungu, utusaidie, utuokoe, utuhurumie na kutuhifadhi kwa neema yako. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni, amani duniani kwa watu waliowaridhia. Mungu atukuzwe pekee, shukrani zitolewe, sababu ya rehema kuu aliyotutendea. Mungu atupenda sana, sababu ametupa kutengemana. Bwana akae nanyi.
siku ya Bwana ya tatu baada ya utatu, aya ya siku, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Tumuombe Mungu. Mungu uliyewawekea wakupendao mema yapitayo akili za wanadamu, twakusihi pendo lako lijaze mioyo yetu, ili nasi tukupende wewe katika yote na kuzipata ahadi zako zipitazo haja zetu, kwa yeye Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Sikilizeni neno la kwanza kama lilivyoandikwa katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 17 mstari wa 22 na ule wa 23. Injili ya Yohana sura ile ya 17 mstari wa 22 na ule wa 23. Tasoma katika jina la Yesu. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Na hili ndilo neno la Bwana. Lakini pia tusikie neno la Mungu toka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 41 mstari wa 6 na ule wa 7. Nabii Isaya sura ya 41 mstari wa 6 na ule wa 7. Nabii Isaya sura ya 41 mstari wa 6 na ule wa 7. Wakasaidiana kila mtu na mwenzake, kila mtu akamwambia ndugu yake, uwe na moyo mkuu. Seremala akamtia moyo mfua dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamhimiza yule apigaye fue, akiisifu kazi ya kuunga akisema, ni kazi njema, naye akaikaza kwa misumari isitikisike. Na hili ndilo neno la Bwana. Sasa tuungane na Wakristo wote ulimwenguni kukiri imani yetu ya Kikristo inatunganisha pamoja. Na muamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Na muamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulibiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Na Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Karibuni tukae. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Amen. Niwakumbushe matoleo ya siku ya leo tarehe 21 mwezi wa 6, kama tulivyotangaziwa Jumapili, takuwa na matoleo matatu. Toleo la kwanza itakuwa ni shukrani zetu zote, ambazo ni shukrani ya fungu la 10 pamoja na malimbuko, sadaka za siri na nadhiri, shukrani ya pekee. Na katika shukrani ya pekee tutatanguliwa na familia mbili katika ibada hii. Familia ya Joyce Mdeme watamshukuru Mungu katika ibada hii kwa matendo makuu ambayo Mungu amewatendea, lakini familia ya Josephat Mbacha nao pia watamshukuru Mungu kwa mambo makuu aliyowatendea. Na tutakuwa na shukrani ya wiki
kwa wote kwa mambo makuu ambayo Mungu ametufanyia katika wiki hii. Naamini kila mmoja Mungu amemtendea jambo. Lakini toleo la pili itakuwa ni bahasha zetu zote 3: ahadi, jengo na utumishi dayosisi. Na toleo la 3 itakuwa ni toleo la KKKT. Kwa hiyo matoleo yetu yatakuwa hayo 3. Lakini niwakumbushe Wakristo kutumia bahasha zetu za ahadi. Kiangalia huu ni mwezi wa 6, tunamaliza nusu mwaka. Ujitahidi kutumia bahasha yako ya ahadi, lakini pia jengo na hata utumishi dayosisi, na bahasha za shukrani mbalimbali ziko pale nje. Kwa hiyo kama ulikuwa hujachukua, waweza kwenda pale nje ukachukua bahasha ya shukrani unayohitaji kumshukuru Mungu. Na wewe ambao ulikuwa hujachukua bahasha yako ya ahadi, basi usogee kwenye sanduku la jumuiya yako uweze kupata bahasha yako. Na wakati huo basi tunapoandaa sadaka zetu, tutakuwa tunasifu Mungu kwa wimbo namba 353. Praise, karibu mtuongoze, shirikiana na mtheolojia. Karibu. Twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Ametangulia Bwana vitani, twende mbele kwani ndiye amini. Twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Siwezi kunyamaza, siwezi kutulia, uliotenda kwangu. Siwezi kueleza, siwezi kunyamaza, siwezi kutulia, uliotenda kwangu. Bwana Mungu awabarikie na kuwalinda. Bwana Mungu aangazie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Na Bwana Mungu ainulie uso wake na kuwapa amani yake. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni kumtolea Mungu fungu la 10 na malimbuko kwa furaha na kwa upendo. Siwezi kunyamaza, siwezi kutulia, wa uliotenda kwangu. Siwezi kueleza, siwezi kunyamaza, siwezi kutulia, wa uliotenda kwangu. Asante. Niwaalike wale wote wenye shukrani za siri na nadhiri, sadaka za siri na nadhiri, karibu. Siwezi kueleza, mimi siwezi kunyamaza, siwezi kutulia kwa uliotenda kwangu. Mimi siwezi kueleza, siwezi kunyamaza, mimi siwezi kutulia, kwa uliotenda kwangu. Kwa fadhili na Bwana Mungu ainulie uso wake na kuwapa amani yake. Katika jina la Baba,
Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni kumtolea Mungu sadaka zetu kwa moyo wa furaha na wa upendo, na tuenende kwa amani ya Bwana. Waliotenda kwangu, siwezi kueleza, siwezi kunyamaza, siwezi kutulia kwa uliotenda kwangu. Amen. Sasa ni wakati wa shukrani ya pekee. Tutatanguliwa na familia ya Joyce Mdeme pamoja na familia ya Josephat Mbacha. Wenyewe mtakuwa hapa mbele na wengine basi mtakuja nyuma yao. Karibuni kwa shukrani ya pekee. ulioyatenda kwangu hayahesabiki, nimebakia kusema asante Mungu. Ulioyatenda kwangu hayahesabiki, nimebakia kusema asante Mwokozi. Ulioyatenda kwangu hayahesabiki, nimebakia kusema asante Mwokozi. Tena ulioyatenda kwangu hayahesabiki, nimebakia kusema asante Mwokozi. Na Bwana Mungu awabarikie na kuwalinda. Na Bwana Mungu angazie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Na Bwana Mungu ainulie uso wake na kuwapa amani yake, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni kumtolea Mungu shukrani yetu ya pekee, na tuenende kwa amani ya Bwana. Nimebakia kusema asante Mungu. Ulioyatenda kwangu hayahesabiki, nimebakia kusema asante Mwokozi. Tena ulioyatenda kwangu hayahesabiki, nimebakia kusema asante Mwokozi. Amen. Ni waalike sasa kwa shukrani ya wiki. Karibuni kwa shukrani ya wiki. Hayahesabiki, hayaelezeki, ni mengi Bwana umetenda. 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 Na Bwana Mungu awabarikie na kuwalinda. Na Mungu angazie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Na
Bwana Mungu awainulie uso wake na kuwapa amani yake, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni kumtolea Mungu shukrani yetu ya wiki, na tuenende kwa amani ya Bwana. Haya hesabiki, haya hesabiki, haya elezeki, mengi Bwana umetenda. haya hesabiki, Haya hesabiki, haya elezeki, mengi Bwana umetenda. haya hesabiki, Haya hesabiki, haya elezeki, elezeki, mengi mengi Bwana umetenda. haya hesabiki, Haya hesabiki, haya elezeki, haya elezeki, mengi mengi Bwana umetenda. uliyoyatenda kwangu, Uliyoyatenda kwangu, haya hesabiki, imebaki ya kusema asante Mwokozi. uliyoyatenda kwangu, Uliyoyatenda kwangu, haya hesabiki, hesabiki, imebaki ya kusema asante Mwokozi. Amen. 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 Mungu awabariki sana praise. Kwa kweli Mungu aliyoyatenda ni mengi, hatuwezi kuyaeleza. Niombe sasa mpumzike kidogo, nialike kwaya ya Msamaria. Wakati tunashukuru Mungu kwa wale ambao hamkufika mbele, wazee naomba mtuwekee vikapu, na mara baada ya shukurani hiyo tutatoa basha zetu zote. Najua Mungu umefanya na utafanya tena, utafanya tena. Najua Mungu umefanya na utafanya tena, utafanya tena kwa utukufu wako. Haleluya. Umefanya kwa wingi, umefanya kwa wingi Baba, umetenda kwa wingi, umetenda kwa wingi Baba, umefanya kwa wingi, umefanya kwa wingi Baba, umetenda kwa wingi, umetenda kwa wingi Baba. hata uhai nilio nao ni neema yako, ni neema yako. Hii pumzi ninayotumia ni neema yako, ni neema yako. Hata uhai nilio nao ni neema yako, ni
hii pumzi ninayotumia ni neema yako, ni neema yako. Pokea sifa Baba, pokea sifa, pokea sifa Baba, pokea sifa. Mabaya na mazuri, mema na mabaya, mabaya na mazuri napokea Bwana. Mabaya na mazuri, mema na mabaya, mabaya na mazuri napokea Bwana. Mabaya na mazuri, mema na mabaya, mabaya na mazuri napokea Bwana. Mabaya na mazuri, mema na mabaya, mabaya na mazuri napokea, sitakuacha Baba. Sitakuacha Bwana, sitakuacha Bwana, sitakuacha Bwana. Kimbilio langu ni kwako Bwana, ni kwako Bwana, Bwana. Faraja yangu ni kwako Bwana, ninakutegemea. Kimbilio langu ni kwako Bwana, ni kwako Bwana, Bwana. Faraja yangu ni kwako Bwana, ninakutegemea. Oh, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, simamia maisha yangu. Mwenyezi, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, simamia huduma yangu. Mwenyezi, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, simamia maisha yangu. Mwenyezi, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, simamia huduma yangu. wewe ndiye Baba, Wewe ni Mungu wangu, wewe ndiye Baba, usiniache, usiniache katika tabu na shida yangu. wewe ni Mungu wangu, ninakutegemea, usiniache, usiniache. Oh, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, simamia maisha yangu. oh, Mwenyezi, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, simamia huduma yangu. Mwenyezi, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, simamia maisha yangu. Mwenyezi, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, simamia huduma yangu. wewe ndiye Baba, Wewe ni Mungu wangu, wewe ndiye Baba, usiniache, usiniache. katika tabu na shida yangu. Wewe ni Mungu wangu, ninakutegemea, usiniache, usiniache. Amen. Mungu
awabariki sana kwa ya Msamaria. Niombe sasa tupige makofi na vigelegele kama vipo tu. Kuabudiwa ni wewe, wakusifiwa, wakuabudiwa ni wewe tu, wakusifiwa, wakusifiwa. Hebu inua mikono yako namna hii. Wakusifiwa ni wewe. Nisikie music. Alewa atu. Twende. Vigelegele kinama. Unaweza ukasogea tukacheza pamoja. Wakusifiwa, wakuabudiwa ni wewe tu, Mungu. Wakusifiwa, wakusifiwa, wakuabudiwa ni wewe tu, Mungu wa miungu. Wakusifiwa, wakuabudiwa ni wewe tu, Mungu wa miungu. Wakusifiwa, wakuabudiwa ni wewe tu, Mungu wa miungu. Nani kama wewe wa miungu, Mungu wa miungu. Hakuna kama wewe Mungu wa miungu, Mungu wa miungu. Ni nani kama wewe Baba? Mungu wa miungu, Mungu wa miungu. Litukuzwe jina lako Baba. Mungu wa miungu, Mungu wa miungu. Kweli ni nani kama wewe? Mungu wa miungu, Mungu wa Hebu cheza kwa Yesu, twende. Tunamwadhimisha maana tunajua ya kwamba yeye yuko mahali hapa. Aliwa atu asitone. Ione makofi ya juu yetu. Nani kama wewe? Mungu wa miungu, Mungu wa miungu. Hakuna kama wewe. Mungu wa miungu, Mungu wa miungu. Pokea sifa za mioyo yetu Baba. Mungu wa miungu, Nani kama wewe? Mungu wa miungu, Mungu wa miungu. Mungu wa miungu. Vigelegele kwa Yesu. Amen. Msiende mbali, msiende mbali. Watoto wote mmeshatoa sadaka? Wote watoto mmetoa sadaka? Basi niombe praise mlete yule ambaye anakuja kumshukuru Mungu, yule ambaye anakuja kumshukuru Mungu kwa sadaka ya mavuno. Praise mlete, na baada ya hapo mtatoa utaratibu, na wala msiende mbali. Mkishamleta huyo msiende mbali, kuna jambo litaendelea. Mkimleta mtaweka pause kidogo, alafu kuna jambo litaendelea, na baadaye mtaendelea na sifa hiyo. Karibu unayemshukuru Mungu kwa shukrani ya mavuno, familia inayomshukuru Mungu kwa mavuno, karibu. Amejibu maombi, amejibu kwa wakati Bwana, amejibu haja ya moyo. Jamani, Yesu amejibu maombi, Amejibu maombi, amejibu kwa wakati, amejibu kwa wakati Bwana. Yesu Amejibu haja ya moyo. Jamani, Yesu amefanya. amejibu maombi, Amejibu maombi, huyu baba yangu
wakati Huyu Yesu wangu amejibu haja ya moyo. Jamani Yesu amefanya. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu, tunaendelea kukutukuza na kukuadhimisha wewe peke yako. Wewe ni Mungu ambaye unayesema nasi watoto wako kila wakati na kila majira, na hasa katika kipindi hiki ambacho Bwana watoto wako wanaendelea kusogea mbele zako wakikushukuru kwa ajili ya mavuno. Mungu, ninaendelea kuisogeza familia hii ambayo kwa siku hii ya leo imeguswa na kuja mbele zako kwa ajili ya kukushukuru kwa ajili ya mavuno yao. Ninaomba Mungu, baraka zako za kimbingu zikaachiliwe katikati yao na katika kila jambo analolifanya. Mungu, wakaliuone utukufu wako na neema yako ikiendelea kuachiliwa katikati yake Bwana. Na kipekee Mungu, ninaomba mkono wako wa ulinzi ukasimame katikati ya familia yake, ukawatunze watoto wake, ukawatunze wote wa familia yake. Mungu, usiwache, bali mkono wako wa baraka ukaendelee kumiminika katikati yao. Na pale mahali ambapo Mungu ametoa kama sehemu yao ya mavuno, Mungu ukaendelee kupabariki na kupendelea kupaongezea, ili kila wakati asipungukie bali aendelee kuongezewa. Ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Pokea baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru ya uso wake na kufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kupa amani yake. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu kumtolea Mungu mavuno yako na uenende kwa amani ya Bwana. Sorojea, karibu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya baba mchungaji kiongozi, nichukue nafasi hii kuwakaribisha wageni ambao tuko nao katika ofisi ya kichungaji katika wiki hii. Hapa tunaye baba mchungaji Mariki. Karibu, utuambie unatoka na usharika gani? Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji Prosper Mariki kutokea usharika wa Bethania Mongolo. Namshukuru Mungu kushirikiana nanyi katika ibada ya leo. Mwalimu, karibu. Utatusalimia kwa sasa hivi, lakini hapo baadaye utaeleza zaidi na yaliyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwapokee wageni hawa kwa mazito ya Utatu Mtakatifu. Karibuni na Mungu awabariki sana. Wageni wengine tulioko huko tutatambulishana pale baadaye. Karibuni praise. Praise, karibu kwa sifa. Baada ya sifa tutaimba wimbo namba 328 ambao ndio utakuwa wimbo wetu utakaotupeleka kwenye tafakari ya neno la Mungu. Kwa sasa ni wakati wa sifa. Praise, karibu. Hallelujah. 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 Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana enyi wana wa Mungu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Yeye aliyempiga Farao kwa mapigo 10. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Yeye aliyepasua bahari ya Shamu ikawa nchi kavu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. 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 Yeye aliyempiga Farao kwa mapigo 10. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Yeye aliyegawanya bahari ya Shamu ikawa nchi kavu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Hebu mwinulie Bwana mikono yako tu namna hii. Namna hii, namna hii. Hebu mpe tu Yesu utukufu. Mwambie tu Baba, pokea utukufu. Wewe unastahili. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana enyi wana wa Mungu. Mpeni Bwana utukufu
ya Shamu ikawa nchi kavu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Tunakupa Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Hatucheza, hatucheza. Aha, 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 aha. Nisikia vigelegele kwa yeye. Aha, 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 aha. Yesu, 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 Yesu. Mwinuwe, mwinuwe, mwinuwe Yesu, mwinuwe, 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 mwinuwe Yesu, mwinuwe, 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 mwinuwe Yesu, mwinuwe, 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 mwinuwe. Kamata vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Hebu maadhimishe tu Yesu kwa makofi. Maadhimishe tu Yesu, maadhimishe tu Yesu. Yeye anastahili sifa za mioyo yetu. Yeye anastahili sifa za mioyo yetu. Yeye ambaye anatunyunyizia maji ketu hapo leo. Uninyunyiziae maji wakati wa ukame, wachi ninyauke, ona kupenda. Uninyunyiziae maji wakati wa ukame. Unaweza mwenye Bwana mikono yako. Wachi ninyauke, ona. Kanisa mwambiwa, wewe uninyunyiziae wakati wachi wewe. Biashara zetu zinapokuwa zimeenda chini, Bwana anahuisha kwa upya. Afya zetu zinapokuwa zimedhoofika, yeye bado anatunyunyizia maji. Haijalishi tunapitia kwenye situation gani, haijalishi tunapitia kwenye hali gani, yuko mnyunyizi wetu, yuko mnyunyizi wetu, yuko mnyunyizi wangu, yuko. Uninyunyizia maji wakati wa ukame, wachi ninyauke, nakupenda, uninyunyiziae maji
nyunyiza maji kwenye afya yangu, nyunyiza maji kwa watoto wangu, nyunyiza kwa upya kwenye masomo, ninyunyizie maji kwenye kazi yangu, ninyunyizie maji Yesu, Yesu, ninyunyizie maji kwenye miradi yangu, ninyunyizie maji kwenye kazi, ninyunyizie maji. Ninahitaji mito yako ya baraka, mito yako, mito yako, mito yako ibubujike kwangu, mito yako, mito yako. Kupenda na kupenda, nakupenda Baba, nakupenda mnyunyizi wangu, Mwadhimishe Bwana kwa makofi mengi. Haleluya. Pokea sifa, pokea tukuzo, pokea heshima Jehova Mungu wa Israel. Tunaungana na jeshi la malaika kukuadhimisha. Asante kutuamsha, asante kutupa nguvu, asante kutujalia amani ya nchi hata tunakuabudu kwa uhuru hivi, na asante kutupa neno la siku ya leo. Tunajikabidhi katika nguvu ya uongozi wako sasa tunapoingia katika tafakari yake. Karibu Roho Mtakatifu, mwalimu mwema. Yesu alisema ukija wewe utatufundisha, na saa hii sisi tuko tayari kufundishika. Fungua akili zetu tuweze kuelewa, fungua masikio yetu tuweze kusikia, fungua macho yetu tuweze kuona siri na ajabu za neno lako, na zaidi yote fungua mioyo yetu tuweze kuamini, kupokea na kubadilika. Katika jina la Yesu tunaomba, na wote tuseme amen. Ukiwa umesimama hivyo, kiongozi wa ibada atatuongoza kwenye wimbo wa 328 beti 2. Halafu tutasoma neno la Bwana. Ndugu kundi lake Mungu 328. Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Tukimaliza kusoma hii, tukiwa tunaketi, tutamalizia beti ya 3 na beti ya 4. Apewe sifa Yesu. Umefika Wakorintho wa kwanza
sura ya 12 ule mstari wa 12. Tutasoma kiparagrafu hicho, ni kirefu kidogo, mpaka 27. Ile paragrafu ya kabla inaongelea karama, vipawa, huduma, na kwamba kazi hizi zote anazitenda Roho Mtakatifu akimgawia kila mtu. Tuseme wote, kila mtu. Kwa hiyo kila mtu amegawiwa. Sawa. Sasa kwa sababu ya muda turuke hicho, twende 12 mpaka 27. Nisaidieni tusome wote kwa pamoja kwa sauti zenye uhai. 1, 2, 3. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba wewe ni Msukuma au kwamba wewe ni Mkerewe au Mchaga au Mnyiramba, ikiwa tu waajiriwa au walio huru, wafanyabiashara, nasi sote tulinyweshwa roho moja. 14. Kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi. 15. Mguu ukisema, kwa kuwa mimi sio mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema, kwa kuwa mimi sio jicho, mimi sio wa mwili, je, si la mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ungekuwa jicho, kuwapi kusikia? Na kama mwili wote ni sikio, kuwapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Na wewe tuishie hapo, inatosha. Tukae. Wakati tunaketi, tumalizie beti ya 3 na beti ya 4. Utaenda kumalizia nyumbani. Ako ka paragraph ni katamu sana kwa somo la leo. Amen. Beti ya 3, twende. Enyi viungo, enyi viungo vya Yesu, tendaneni kwa bidii, kazeni kujipa mioyo ya kuwafia ndugu, kama alivyotupenda Yesu akatufia, nasi tusipopendana auzunika sana. Yesu waunganishe watu wakupendao, wapendane kwa mioyo kama unavyotaka, watumikiane vema na kufurahishana, wawe wote kundi moja, na wewe chunga wao. Asanteni waimbaji, Mungu awabariki. Tuingie kwenye somo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa tumalizie 21 mpaka 27, 21 mpaka 27 kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 12. Au ulifunika? Okay, funua basi.
maana mwingine kufunua inabidi tena aende kwenye yaliomo kule akaangalie ni ukurasa wangapi hivyo wa Korinto. Korinto sio baada ya Zaburi pale. Umefika? Twende. Na jicho haliwezi kumwambia mkono, mimi sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kumwambia mguu, mimi sina haja na ninyi, bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa ni vinyonge zaidi vyahitajika zaidi. 23. Na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi, na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana, kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameungamanisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane kila kiungo kwa mwenzake, na kiungo kimoja kikiumia viungo vyote vinaumia nacho, na kiungo kimoja kikitukuzwa viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila kimoja peke yake. Apewe sifa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Sawa, basi mimi hapa wazazi walinipa jina Mgisa. Naitwa Mgisa. Mimi ni Mkerewe kutoka kule Ukerewe. Na Mgisa maana yake baraka. Baraka. Wanyakyusa wanasema lusajo. Lusajo. Nimeoa msichana wa Kichaga kutoka Rombo. Hiyo shangwe ina maana gani kwa mfano? Maana kwenye Ukerewe pale sikushangiliwa. Nilisoma Moshi na nikatoka na mke. Mungu ametubariki watoto wazuri 5, wasichana wote. Kwa hiyo wale wenye watoto wa kiume tuonane ofisini kwa mchungaji. Tuanze kuyajenga. Siku hizi watoto ni adimu, watoto wazuri ni adimu. Kwa sababu pia wana rangi ya mama yao nyeupe. Ng'ombe 45 kwenda juu. Namshukuru Mungu aliyetupa neema ya kuwa Kahama. Mimi huwa nakutana na nyie wengi kwenye kipindi kile cha asubuhi cha redio mpya ya Kicheko. Si mnajua kuna karedio ka Kikristo kapya kanaitwa Kicheko FM. Kanarusha kutoka Moshi saa 3 asubuhi kila siku isipokuwa Jumapili. Kwa hiyo kama ulikuwa ujui, basi weka hiyo kwenye kumbukumbu zako. Na pia unaweza ukasikiliza kupitia simu kwa njia ya mtandao. Nimshukuru Mungu pia kwa ajili ya mchungaji na ofisi yake ambao haraka waliadjust. Maana nimekuja kwa ajili ya mwaliko wa kongamano la wanawake waombaji wa kutoka kanda yote hii ya Ziwa. Kagera mpaka Simiyu kule wamekuja, mpaka Musoma. Na tuko hapo shuleni. Amen. Kwa hiyo mchungaji aliposikia akanidaka mapema. Kwa hiyo tulikuwa hapa kwenye Morning Glory kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Na baadaye tukawa tunakwenda hapo kwenye kongamano. Unaweza kupata mafundisho tuliofanya Morning Glory, maana hatukurekodi kwa YouTube, lakini tunaweza tukakurushia kama unatumia mtandao, WhatsApp hasa kama unatumia WhatsApp. Na pia yale mafundisho tulioshiriki pale kwa ajili ya maombi. Sasa maombi sio ya wamama tu, ingawa wamama wamejiorganize pia kuomba kwa namna yao, wa madhehebu yote.
lakini kipengele cha maombi ni cha wote. Amen. Kwa hiyo hata wewe mbaba unaweza ukaimarisha maisha yako ya kimaombi ukijua baadhi ya vitu kama hivyo. Elimu haina mwisho, kila siku ufunuo ni mpya. Kwa hiyo hebu andika namba hii ya WhatsApp uitafute baadaye tukifunga ibada. Ni namba yetu ya kusambaza mafundisho. Ni namba ya Tigo. Wewe ambaye unatumia WhatsApp 0713 zamani ni Tigo ya zamani, siku hizi wanaita Yas. 0713 49 7654 0713 497654. Hiyo ni namba yetu ya kusambaza mafundisho. Basi ukinisalimia baadaye kwa salamu fupi tu, ila neno Kahama lisikosekane. Kwa sababu ya redio napokea meseji kwa mamia kila siku. Sasa ili nisikuchanganye somo, basi nione neno Kahama kwenye salamu zako fupi. Apewe sifa Yesu. Sawa, somo letu tulilopewa kwenye utaratibu wa mafundisho ya kanisa kwa juma hili nchi nzima ni kwa habari ya umoja. Na tumesoma ule mstari wa Yohana kwenye somo la pili, Yesu akituombea umoja. Tuseme umoja. Na pia tumesoma kwenye Isaya, nabii Isaya akitumiwa na Mungu kuleta ujumbe kwamba wajenzi ni watu tofauti tofauti. Huyu ni fundi wa chuma, huyu ni fundi wa jiwe, huyu ni fundi wa mbao, huyu ni fundi wa umeme, lakini wakishambulia nyumba wanasaidiana, hawashindani. Na kuna mwingine anamsubiri mwingine amalize kwanza ndio yeye aanze, na yule aliyeanza akikosea huyu wa pili hawezi kuendelea mpaka yule wa kwanza arekebishe. Kwa hiyo wanategemeana. Yetu umewahi kumuona fundi wa kufunga vitasa wakati wa kuchimba msingi? Haiwezekani. Lakini sisi tuliochimba msingi na kusimamisha nyumba tukikosea tu, fundi umeme na fundi vitasa hawana kazi. Tunategemeana. Na ndio somo ambalo Mtume Paul anaongozwa na Roho Mtakatifu kutupa kwenye Wakorinto. Na tumesoma, nisirudie. Tumeona umuhimu wa viungo na vinavyotakiwa kusaidiana, kuheshimiana na kupendana. Mwili ni systems, ni mifumo. Kuna mfumo wa uzazi, kuna mfumo wa hewa, kuna mfumo wa damu mzunguko, kuna mfumo wa chakula, kuna mfumo wa umeme, mawasiliano, central nervous system, mfumo wa umeme. Kuna mfumo wa movement, wa motion, wa mifupa na misuli unaoongozwa na ubongo. Yaani kuna circuit moja hapa tu ikinyamaza upande wa kushoto wote unanyamaza, umeme. Kwa hiyo mwili mmoja ni systems 7 kubwa na zinategemeana. Mfumo wa chakula ukigoma tu mnajua kinachoendelea. Hata kama mfumo wa chakula ni mzuri, mfumo wa hewa ukinyamaza tu, na kuna mifumo mingine inategemeana na mwili wa pili, sio mwili huu mmoja. Kwa mfano mfumo wa chakula hapa, nikiongelea mfumo wa chakula peke yake, niache mwingine wa hewa. Kwa mfano una pua na mdomo, halafu una trachea hii hapa, halafu una mapafu. Viungo vitatu tofauti. Mfumo wa chakula unaanzia kwenye meno na ulimi na mdomo. Halafu kuna esophagus inatumbukiza kwenye tumbo. Kwenye tumbo hapa kuna pancreas, bandama, kuna ini, kongosho. Kuna ini linatoa kongosho, linatoa
kemikali inayoyeyusha chakula kimeng'enywe. Yule jamaa Kigoma kuingia kazini, chakula kinatoka hivyo hivyo kilivyoingia. Mchicha unatoka mchicha chooni, maharage yanatoka maharage chooni. Kwa hiyo tunamshukuru sana huyo jamaa bandama anayedondosha kongosho, ini anayechuja damu inayobeba chakula kwenda kwenye seli zote za mwili. Yaani ni teamwork. Na Biblia inasema hivi, kwa mfano siku moja tulijikuta tuko nje ya duka moja, wengi tunasubiri jamaa afungue tununue. Tumekaa pale saa 2 saa 3 ndipo fundi mmoja wa nguo nadhani alikuwa hapa, akasema samahani jamani, nilisahau. Huyu jamaa aliaga jana kwamba leo anaenda kung'oa jino, sio meno, jino moja kati ya majino 32, moja tu lilikorofisha. Jicho halikwenda kazini, figo haikwenda kazini, miguu haikwenda kazini, ini halikuja kazini, mikono haikuja kazini, kwa sababu ya kajino kamoja. Mwambie jirani, wewe ni wa muhimu sana kwetu, hata kama huwa tukusalimii. Mwambie na jirani wa pili, tuheshimiane. Yaani unanihitaji na mimi nakuhitaji. Sasa hata jino lenyewe ndio limeumwa, lakini moyo haujaumwa, figo haijaumwa, kongosho haijaumwa, ini halijaumwa, jicho halijaumwa, mguu haujaumwa, lakini vyote vimeenda hospitali. Wanavyopendana, wanavyohitajiana. Halafu wakifika kwa daktari, ingawa mkono hauumwi, mkono ndio unasaidia kumwelewesha daktari namna ambavyo jino linauma, na mdomo unaongea, na miguu ndio imembeba jino kwenda. Mwambie jirani, nakuhitaji, nisamehe sana. Kwa hiyo vitu vitatu vinahitajika ili tuwe na umoja. Cha kwanza, tambua purpose, kusudi. Hapo ningeongelea kusudi la mwili wote, hapo ningeongelea kusudi la mfumo mmoja mmoja, hapo ningeongelea kusudi la kiungo kimoja kinachotengeneza mfumo, kwa sababu mfumo ni viungo. Mfumo mmoja wa chakula ni viungo. Hapo nimetaja, sikumaliza kutaja tunaanzia mdomoni, hapo kuna viungo kama 3 au 4. Kuna meno, kuna lips. Hivi lips kwa Kiswahili ni nini? Ndio midomo. hizi mbili hizi wazungu wanaita lips. Kiswahili ni nini? Nadhani hiyo hatuna kwenye Kiswahili, tuitafute. Tuambie BASATA watutafutie hiyo, kwa sababu juzi walitutafutia password. Mnajua password kwa Kiswahili? Nywila. Itabidi tuwape na hii. Nadhani hii wameisahau. Lips. Okay. Kwa hiyo kuna lips zinazuia vumbi lisiingie. Usipokuwa na lips, mliwahi kusikia yule fascist Idi Amin alipoteremka siku moja kwenye gari, askari walikuwa hawatabasamu, akaamuru wakatwe lips ili sasa nikishuka kusiwe na kazi ya kukenua. Yaani wewe umekenua moja kwa moja. Yule jamaa
alikuwa amepinda kuliko spring. Wakakatwa. Kiswahili ni nini sasa? Wakakatwa nini? Midomo. Sio midomo. Wakakatwa hizi nyama za mdomo. Fikiria askari wote wamekatwa nyama za mdomo, meno hivi nje, vumbi lote linaingia, halafu kuna ulimi, kuna meno. Hivyo nimetaja viungo vitatu. Ukitelemka huku, ini, bandama, tumbo lenyewe, utumbo mdogo, utumbo mpana na ule mlango wa nyuma. Ni rahisi kutaja kwa Kiingereza kuliko kwa Kiswahili. Hiyo yote inaitwa mfumo wa chakula. Kwa hiyo usimdharau uliyekaa naye. Kila mmoja ana sababu ya kuwepo duniani. Sasa angalia figo, ili iendelee kuwa figo, mwili wote lazima uendelee kuwepo. Huu mwili wote ukifa, na figo inafanyaje? Inakufa. Kwa hiyo usalama wa figo kuendelea kuwa figo, lazima mwili wote uendelee kuwepo. Kwa hiyo figo ikijidai siku moja kususa, kuzira kazi, ikadhani itajitegemea kuwepo, itashangaa na yenyewe ina rest in peace. Kwa hiyo kwa figo kuendelea kuwa figo, lazima ichakarike kufanya cha kwake, ili mwili wote uwe sawa. Na mwili wote ukiwa sawa, na kafigo kenyewe kanaendelea kuwa sawa. Kwa hiyo wewe unayejidai wewe, mimi sihitaji jumuiya, kwa mfano sihitaji mimi jumuiya, unaamka zako asubuhi, huingii jumuiya, unapitiliza usharikani, mimi nahitaji tu usharika, sihitaji jumuiya, yatakukuta siku moja. Gonge jirani, mwambie acha hiyo. Kwa hiyo kuna mfumo wa usharika, ukitelemka kuna mfumo wa jumuiya, na una ibada zake, na una mifumo yake, wazee wake, sadaka zake, mipango yake. Alafu kutoka kwa jumuiya kuna kaya, ambayo ni nyumba moja moja, na yenyewe ina baba, ina mama, ina watoto. Baba ni kichwa, mama ni shingo inayogeuza kichwa. na kadhalika. Halafu kuna mtu mmoja mmoja kwenye familia, tunahitajiana kwa ufupi. Vivyo hivyo kwenye makanisa, haijalishi nyie ni wajanja kiasi gani, ikifika kwenye elimu lazima tukajifunze kwa Mkatoliki. Nirudie, ikifika kwenye swala la elimu na kufaulisha, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni, lazima tujifunze kwa nani? Ikifika kwenye utoaji, lazima madhehebu yote tukajifunze kwa Mruteli. Nyie Waruteli wanatoa acha. Ikifika kwenye uimbaji, lazima tukajifunze kwa Mweyaisi. Ni Mungu amegawa, hata ufurukute wewe sio jicho. Mkono unaweza kutembea lakini sio kama mguu. Ikifika kwenye kufurumua mapepo, lazima tukajifunze kwa Mpentekoste. Tujifunzeni, tutembeleane, tushirikiane. Msijifungie mkadhani mmejitosheleza. Sasa ndio hapo nikasema
kuna mfumo mmoja, kwa mfano mfumo wa uzazi wa mwanamke hauna maana kama hautakwenda kushirikiana na mwanaume. Hapo ndio lazima uvuke mipaka sasa, uende kwa Muassemblies, uende kwa MIC, uende kwa Muanglikana, uende kwa Mkatoliki. Lazima uvuke mpaka. Ndio maana hapa tumesoma Myunani, Myahudi. Lazima tutembeleane mara moja, tujifunze, tusaidiane. Ndio maana kuna umoja wa CCT, lakini ndio maana kuna umoja wa Lutheran peke yake wenye diocese zake. Apewe sifa Yesu. Kwa hiyo mambo matatu kwa kumalizia yanayowezesha umoja. La kwanza ni kujua purpose, kusudi. Kusudi la kila kiungo ni uhai wa mwili, nukta. Kwa hiyo ukitega tu kazi, kuna kitu tutapata hasara kama yule mwenye duka ambavyo hakufungua duka. Sisi wote tulipata hasara ya muda na kadhalika, kwa sababu tu ya mtu mmoja, na sio mtu mzima, jino moja. Tushirikiane. Jambo la pili, responsibility, wajibu. Kila kiungo kiwajibike kivyake, hata kama hawakutambulishi, hata kama hawakusalimiani. Ukomavu ni kupotezea, wewe pambana na cha kwako. Hebu nieleweshe, hebu ni convince kwamba kwenye mwili huu figo inajua kwamba kuna jino kwenye mwili. Yaani ni limwengu mbili tofauti. Figo inaweza ikawajua majirani zake tu hapa, bandama, ini, labda utumbo. Unataka kuniambia figo inajua kuna kitu kinaitwa sikio? Haijui. Lakini eti kwamba haijui haimaanishi na yenyewe izire. Kwa hiyo hata kama watu hawakutambui, wewe sikia, mimi nachuja damu. Huyu apumue, huyu asafirishe hewa, huyu atoe uchafu. Gonge jirani, mwambie fanya cha kwako, usisubiri kusalimiwa, na mwili utakuwa hai. Na jambo la tatu na la mwisho, lazima tupendane. Kiungo kimoja kikiumia, tuumie wote, na kiungo kimoja kikitukuzwa, tushangilie wote. Na Mungu alibariki neno lake. Amen. Pokea kwa makofi mengi mazuri ya shangwe. Siku zote maishani na kufani. Amen. Mungu akubariki sana mwalimu kwa ujumbe mzuri. Naamini kila mwenye sikio amesikia Roho ambaye amesema na kanisa. Tuitikie kwa mazito matatu. Amen. Tunakwenda kumalizia toleo lililobaki, toleo la sikukuu ya KKKT. Karibu kwa ya Msamaria kwa wimbo. Kukushukuru kadiri ulivyomtendea, yuko hapa kukushukuru, amekuja kukushukuru. Kila mmoja na shuhuda yake kwa matendo makuu uliyomtendea Bwana. Yuko hapa kukushukuru, yuko hapa kukushukuru. Kila mmoja na sadaka yake kadiri ulivyomtendea. Yuko hapa kukushukuru, kukushukuru. Yawe amekuja kukushukuru. Wengine
umeonekana hata katika kazi zao ngumu. Wengine walisafiri ukawafikisha salama, wengine ulionekana hata katika biashara zao. Wako hapa kukushukuru, wamekuja kukushukuru. Wengine wako hapa kwa sababu tu umewapa watoto. Wako hapa kukushukuru, kukushukuru Bwana, wamekuja kukushukuru. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana, wakupokea shukurani, wakupokea shukurani. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana, wakupokea shukurani, wakupokea shukurani. Wengine walikuwa ni wagonjwa, Baba, kwa mkono wako hodari na wenye nguvu umewaponya. Wako hapa Baba kukushukuru. Wengine walikuwa hawawezi, kwa siku nyingi hawawezi, Baba, wako hapa kukushukuru, wamekuja kukushukuru. Wengine walikuwa ni wagonjwa, Baba, kwa mkono wako hodari na wenye nguvu umewaponya. Wako hapa Baba kukushukuru. Wengine walikuwa hawawezi, 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 kwa siku nyingi hawawezi, Baba, wako hapa kukushukuru, kukushukuru Yawe, wamekuja kukushukuru. Pokea Baba shukurani zetu, pokea Yawe shukurani zao. Baba uwabariki na sadaka zao. Tuko hapa Baba, tuko hapa kukushukuru kwa yale yote umetenda kwetu, kwa yale yote unatenda kwetu. Tuko hapa Baba, tuko hapa kukushukuru kwa yale yote umetenda kwetu, kwa yale yote unatenda kwetu. Tuko hapa Baba, tuko hapa kukushukuru kwa yale yote unatenda kwetu, kwa yale yote umetenda kwetu. Amen. Mungu awabariki sana kwa ya Msamaria, tuongeze makofi mengi. Salamu Yesu Bwanangu, wewe uzima wangu, nimekujia naleta vyote
Tuombe. Mungu mwenye neema na rehema, umetupa fadhili nyingi. Kwa hiyo twakusihi yapokee matoleo ya watu wako. Katika upendo wako yalete matunda ya kiroho, ili ufalme wako uenezwe hapa na duniani. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, tayasimulia matendo yote ya ajabu. Nitafurahi na kukushangilia wewe, imbia jina lako ewe uliye juu. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Twakuomba uliongoze kanisa lako takatifu ili lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake ulimwenguni mote. Imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu ya Tanzania, uipe neema, ituongoze katika mema yote. Nchi iwe na amani, nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu, tusipatwe na mabaya. Tunawaombea wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa na tabu. Kipekee tukiwakumbuka ndugu zetu Mchungaji Ernest Ambarangu, Deborah Albert, Josephat Mwanri, Mere Kweka, Lazaro Hassani, Elizabeth Matthew, Kendra Franco Ayubu, Seti Benjamini, Ndesiwagisa Lema, Mchungaji Daudi, pamoja na wengine wote ambao Bwana hatujapata taarifa zao. Wengine wako nyumbani, wengine wako humu ibadani, na wengine wako mahospitalini. Tunawasogeza kwako, wewe uliye mponyaji wetu, wewe ambaye hujawahi kushindwa na jambo lolote lililo gumu. Tunakusihi damu yako iliyomwagika kwenye viungo vya mwili wako ikapenye kwenye viungo vyao, ikapate kusababisha uponyaji, sababu ahadi yako umetuahidi ya kwamba kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Mungu, ninakusihi ukaachilie uzima, umba afya kwenye mifupa, umba afya kwenye nyama zao, umba afya kwenye viungo vyao vyote vya ndani. Mungu wa neema, ukawaondolee maumivu na mateso, ukawaumbie afya na kupona katika miili yao, na mwisho tuungane nao katika kukusifu, katika kukutumikia. Utujalie tufurahie utukufu wa ufalme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Utujalie hayo Baba, kwa ajili yake Yesu Kristo, patanishi na mwombezi wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama sisi tunavyosamea waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe kutoka uovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana. Pokeeni baraka za Bwana ninyi nyote mnamtegemea Mwokozi. Bwana Mungu awabarikie na kuwalinda. Bwana Mungu aangazie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Na Bwana Mungu ainulie uso wake na kuwapa amani yake. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Matendo yangu yoyote uyatengeneze Yesu, uniongoze popote nitakapo
E Bwana, usikie kuomba kwetu. Amen. Wapendwa wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu sana. Hebu jirani yako aliyekaa naye hapo mwambie hongera kwa ibada. Kipekee kabisa kwa niaba ya ofisi ya mchungaji kiongozi, na kushukuru sana Mwalimu Mgisa. Tunakukaribisha tena zaidi katika usharika wetu. Lakini pia mchungaji, kwa makofi hayo maana yake wamekukaribisha tena. Baba mchungaji, tunakushukuru sana. Mungu akubariki na karibu tena. Asante sana. Nitoe taarifa kuwa baba mchungaji kiongozi na mkuu wetu wa jimbo leo wako katika ibada maalum ya kumwingiza kazini mkuu wa jimbo kule jimbo letu la Ushetu, na tuwaombee katika safari hiyo pamoja na ibada hiyo. Lakini taarifa nyingine ni ya baba mchungaji mwenza ambaye ofisi ya usharika pamoja na watumishi wote katika wiki hii tulikwenda kumtazama nyumbani. Anaendelea vizuri na matibabu anayapata vizuri, na kwa niaba ya mchungaji niendelee kuwashukuru sana Wakristo wenzetu ambao wanahudumu katika hospitali ya manispaa pale. Wamekuwa wakimsaidia sana na kuendelea kuangalia maendeleo ya afya yake. Kwa kweli Mungu awabariki sana kwa karama hiyo ambayo Mungu ameweka ndani yenu. Na wageni wengine walioko, isipokuwa wale wageni wa Momsi, wageni wengine ambao wametufikia, kama uliposimama tukupokee. Amen. Tunampendwa mwenzetu pale mmoja, naomba tumpokee kwa mazito ya Utatu Mtakatifu. Ubarikiwe na Bwana Yesu aliye hai. Karibu baada ya ibada uache kumbukumbu katika daftari letu la wageni. Lakini sasa nikaribishe viongozi wa Moms wafike hapa. Nafikiri tuwape dakika 2 tu wajitambulishe na kutambulisha wamama walioko hapa wa Moms kutoka mikoa mbalimbali, alafu aseme neno kidogo. Baada ya hapo tutamkaribisha katibu wa sharika aseme nasi. Kama hakuna wale wakina mama wa Moms, tunamkaribisha katibu. Kiongozi wa mkoa, kiongozi wa kanda, kiongozi wa taifa kama yupo, karibu. Karibuni hapo. Karibu sana. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Wewe unasemaje sio? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tunawapenda. Basi tunamshukuru Mungu kwa neema na kibali ambacho ametupa asubuhi ya leo kuungana na nyinyi katika ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tulioko mbele hapa ni viongozi wa Momzi, lakini tumeambatana na wamama wenzetu wako huko. Tungeomba tu wasimame wapungie mikono. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi kama mtumishi wa Mungu alivyosema, kwa dakika chache hizi tuitambulishe huduma yetu ya Moms. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema na kibali cha kuweza kukanyaga katika ardhi hii ya Kahama katika shule yetu ya Agape KKT kwa ajili ya kongamano ambalo linaendelea mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu, tulianza kongamano hilo tarehe 17 na leo tarehe 21 tunakwenda kumaliza. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo huduma yetu ya Moms iko katika mikoa yote ya Tanzania. Na hapa Kahama tumefanya kama kongamano la kanda ambalo ni la 10. Na mikoa 9 tuko mahali hapa Kahama kwa ajili ya kongamano hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huduma yetu imeanza 1991 na mpaka leo tuna miaka 35. Kwa ufupi tu tuseme ya kwamba tunasimama kuombea watoto shule zao pamoja na walimu, lakini kanisa pamoja na taifa kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuko mikoa yote ya Tanzania na madhehebu yote.
huduma yetu haina udhehebu wala udini, bali tuko kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuwakaribishe wamama wote ambao tumeabudu asubuhi hii, tukutane pale mchana, tuendelee na semina yetu. Tutapata mengi kwa habari ya kuombea watoto wetu, tukijua ya kwamba watoto wetu wana changamoto nyingi, na ambaye anatakiwa kuombewa ni mama. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana huduma yetu ukiona ya kwamba tuko wamama, kama alivyosema mtumishi wa Mungu Mgisa, kwamba tumejitenga kama wamama kulia mbele za Mungu kwa ajili ya uzao wetu. Lakini huduma hii pia tuko na mabinti. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba sisi kama wamama ni lazima tuambukize mabinti zetu kama Yeremia anavyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba tuna mabinti wachache ambao tumeongozana nao. Ninaomba mabinti wasimame. Mabinti wasimame ambao tumeongozana nao. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni mabinti wachache ambao tumeongezana nao mahali hapa. Kwa hiyo huduma yetu iko hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuwaombe sana 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 wamama wa usharika huu, lakini hata wababa kuja kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba sisi sote ni wazazi. Naweza nikawa mwanamke lakini nikawa sina mzigo wa kuweza kuombea mtoto, lakini mwanaume anaweza akawa na mzigo wa kuombea mtoto. Kwa hiyo tuwakaribishe wote jioni mahali hapo Agape katika shule yetu, ili tuje tusikilize neno la Mungu na tupate mbinu kama wanawake kwa ajili ya kuombea watoto wetu, shule pamoja na walimu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika mji huu wa Kahama, huduma hii iko mahali hapa na iko katika sehemu mbalimbali, lakini kwa ufupi nitoe tu namba za simu. Mama ambaye atakuwa anatamani na baada ya kusema haya anaweza akawa na mzigo wa kuweza kuungana na wamama wa mahali hapa ili waweze kuomba kwa ajili ya watoto. Mwenyekiti wa Kahama ni dada Evelyn Josam. Namba yake ya simu ni 0754 84 35 15. 0754 84 35 15. Katibu wetu ni Rehema Kanyonga. Namba yake ya simu ni 0755 930 510. Namba yake ni 0755 93 05 110. Bwana Yesu asifiwe. Kiwapigia hao mtapata maelekezo zaidi. Tuungane wamama tuombe kwa ajili ya watoto wetu. Tazama, tumetoka mikoa mbalimbali, tumekuja kuungana na wamama wa Kahama ili tuweze kulia, tuweze kuomboleza kwa ajili ya watoto wetu. Na mimi nikusii mama wa Kahama wa usharika huu wa Agape, hebu tuungane pamoja na wamama wenzetu wa Kahama ili tuweze kulia kwa ajili ya watoto wetu. Amina. Mungu awabariki sana. Karibuni sana. Kwa upendeleo mjitambulishe majina yenu na mnapotoka. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ambaye nimeongea ninaitwa Grace Bundala, ninatokea pale Tabora na ndio mwenyekiti wa Moms mkoa wa Tabora. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Agnes Magongo, nipo hapa Kahama na sali kanisa la Moraviani kama mjini. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Zerida Kaishozi, ninatoka Mwanza kwenye usharika wa Bethlehem. Karibu mama, wewe ambao una mzigo. Kama wakwako wako salama lakini wa mwenzio hayuko salama, karibu kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Cecilia Yona, natokea Mwanza, ni mhasibu wa kanda na taifa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Flora Nzeru, katibu mkoa wa Tabora Moms. Asanteni sana na karibuni viongozi. Baada ya ibada karibuni ofisini, muache kumbukumbu zenu kwenye daftari letu la wageni. Mungu awabariki sana. Karibu katibu wa usharika. Asante sana. Karibuni.